Tarehe hii ni tarehe adhimu sana katika ulimwengu wa Kiislamu, tarehe inayoambatana na mwezi 17 ndani ya Ramadhan. Ni tarehe azizi mno, na kila ikipita kila Muislamu inampeleka mbali sana kuyakumbuka mambo makubwa yaliyosababisha mpaka leo Uislamu ukatufikia sisi Zanzibar. Laitani si matukio hayo, Mwenyezi Mungu kupitisha hukumu yake na ushindi, leo tusingekuwa tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na ndugu zetu Waislamu waliokuwepo pamoja na mtume siku hiyo, waliuhami Uislamu, ukaja kwetu Uislamu baydau naqi la ghubara alayhi, msafi hauna vumbi. Fa'tanaqnahu, sisi tukaukubali, na hapa tumekaa hatukukalishwa na lolote isipokuwa Uislamu huo. Sasa kulitokea nini mwezi 17 Ramadhan katika mwaka wa pili Hijriya? Ndugu zangu Waislamu, niazimeni masikio yenu kwa siku ya leo, tutaje baadhi ya tukio kubwa lililotokea mnasaba wa siku kama ya leo. Tena tukio hilo lilitokea siku ya Ramadhani ya 17, Ijumaa. Na Ijumaa kwa mujibu wa sisi Waislamu wa inaingia usiku wa Alhamis, lakini imepitana kidogo tu na siku ya leo. Leo ni Jumamosi. Tukio hilo lilitokea siku ya Ijumaa, ilikuwa linafanana mno kwa siku ya leo. Tukio hilo ni tukio la vita vya Badr, vita ambavyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye wala askari wake hawakuvitarajia. Ghazwa ni vita alivyopigana Mtume, Saria ni vita ambavyo Mtume alipeleka jeshi, na wanachuoni wa historia wanasema Mtume aliwahi kupigana vita zaidi ya 27 ghazwa, na alipigana saria kwa kuwatuma wanajeshi, saria zaidi ya 47. Na vita miongoni mwa vita vikuu ni vita vya Badri na vya Uhudi na vya Khandaq na vya Hunain na vya Tabuk na Bani Quraidha na Bani Mustaliq. Hivi ni vita katika vita kuu ambavyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amevishuhudia. Katika vita hivi ni vita 9 alipigana, alishiriki yeye mwenyewe ndani akibeba upanga, na alikuwa akionyesha ushujaa wa hali ya juu. Watu wengine tukimzungumza Mtume kwamba alikuwa anapigana, nyoyo zao zinakuwa zinawapa taswira, alikuwa anapigana vipi? Na mtu akipigana lazima atakuwa na hasira, mtu akipigana lazima atadhihirisha mambo ya ushujaa. Na tunavyosomewa na Qur'ani kwamba Mtume alikuwa na huruma. Mwenyezi Mungu anasemaje katika Qur'an? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Allah anasemaje? Harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Picha hizi mbili utaziekaje sawa baina ya Mtume na kamata upanga, na huku Mwenyezi Mungu anasema yeye ni rahim, mwenye huruma, mpole, mcheshi. Mtume alikuwa na huruma mahala pake pa huruma, na Mtume alikuwa rahimu mahala panapohitajia huruma. Mahala pa ukali Bwana Mtume alikuwa hana maskhara, na alikuwa shujaa. Sayyidina Ali anasema kana alqaumu idha laqiya alqauma washtadda alba'su, watu walipokuwa wakikutana na maadui Waislamu na vita vikawa vikali, ittaqaina bi rasulillah,
ngao yetu ilikuwa ni bwana mtume Muhammad. Angalia Ali anamsifu vipi mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakuwa mtu soft, mkono wake laini, kazi yake kutizama sura yake tu, hamu yake asubuhi ya jione ni mzuri kiasi gani katika kioo. Hapana, ilikuwa wakisimama watu wajhan biwajh, watu wote walivyokuwa wanauoga, kunna yattaqina bi rasulillah, ngao yao ilikuwa mtume, wanakimbia nyuma ya mgongo wake. Mara nyingine anasema fala nara ashja'u nnasi bi a'daihi minhu, hatujawaona kuona mtu shujaa mbele ya maadui zake kuliko mtume Muhammad. Alikuwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa vita vya Badri vilivyopigwana katika mwezi wa 17 kama tarehe ya leo, ilikuwa ni lazima tuvitaje kidogo, tujikumbushie mambo makubwa kama yale yaliyopita. Mtume alikaa Maka kwa muda mrefu, hagombani na mtu, hapigani na mtu, na Waislamu wakibughudhiwa ashadda albaghdha, lakini akiwaambia msirudishe ngumi, msirudishe upanga, msirudishe teke, kaeni kimya, kwa sababu Mungu hajanipa ruhusa tupigane nao hawa. Kuna baadhi ya watu wanasema Uislamu umeenea kwa sababu ya upanga. Intashara alislamu bisayf, Uislamu usingeenea, lakini watu walikamatiwa upanga, ikabidi hawana jinsi, lazima waseme naam la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hapana, Uislamu haukuenea kwa upanga. Uislamu ulienea kwa da'wa. Uislamu ulienea kwa makarimul akhlaq. Bwana mtume alipopeleka barua Misri kwa Muqawqis, kiongozi wa Misri, kwamba aslim taslam, silimu utasalimika, utapata ujira mara 2, na kuahidi utapata pepo kama mbingu na ardhi upana wake. Muqawqis aliyaona maneno ya mtume ni maneno maakuli, akasema sijawahi kuona katika ardhi hii mtu anasema maneno ya busara kama huyu. Sasa mimi nitampelekea zawadi. Akachukua asali akampelekea zawadi, akachukua daktari akampelekea ni zawadi, akachukua jariyataini, watumishi wawili wa kike, akampelekea bwana mtume Muhammad kama ni zawadi, akachukua na kipando ngamia akampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni zawadi. Sasa cha kushangaza, watoto wawili wa kike au wasichana wawili waliotumwa kama zawadi kwa mtume, njiani walisilimu kabla ya kufika kwa mtume. Sayyida Maria al-Qibtiyya ambaye ilikuwa ni milkul yamini ya bwana mtume aliyemzalia mtoto anaitwa Ibrahim, na Sayyida Sirin ambaye ilikuwa ni ndugu au dada wa Maria al-Qibtiyya, walisilimu njiani. Walipofika kwa mtume, mtume aliwauliza malladhi dafa'akum ila al-islam, ni kitu gani kilichowaleta katika Uislamu hata hamjafika kuniona mimi? Maria al-Qibtiyya radhiyallahu anha akasema laqad arsalu ma'i rijalan min ashabik, nilipokuwa njiani niliandamana na msafara, kiongozi ni mmoja katika sahaba zako. Walivyokuwa wakiamiliana nami njiani, heshima yao kwangu na ndugu yangu, laqad kanu ashadda hirsi min ikhwati, walikuwa wananiheshimu hata kuliko ndugu zangu nyumbani. Faqultu fi nafsi, nikajiambia katika nafsi yangu, Maryam, inna alladhi rabba haulai la yumkinu an yakuna rajulan adiyan, innahu rasulun min Allahi haqqan wa sidqa. Aliyemlea huyu anayeniheshimu hivi, haiwezekani kwamba ni mtu wa kawaida, huyo atakuwa ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo lilonifanya mimi nisilimu. Maria al-Qibtiyya alisilimu kuziona tabia za sahaba tu, aliyelelewa na mtume Muhammad. Uislamu haukuenea kwa upanga abada. Sasa kwa nini Uislamu ulitumia upanga? Baada man kasara alqalam, baada ma qata'u lisan, makafiri walipoukata ulimi na kalamu kuvunjika ya hiwar na dhulma kuzidi, ndipo amri ya upanga kutolewa ikashuka. Allah anasema udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu,
wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Udhina, Allah anasema udhina, wamepewa ruhusa waumini kwa sababu wamedhulumiwa. Wamepewa ruhusa ya nini? Ya kupigana, watoe upanga, waue watu na wao kama wanavyouawa. Udhina lilladhina yuqatalun, wamepewa ruhusa wanaopigwa vita, yani wamepewa ruhusa waislamu kupigana vita kama wanavyochokozwa, na wao warudishe mapigo. Likulli fi'lin raddu fi'l. Makafiri walipozidi kipimo cha dhulma, ikaja amri na nyinyi piganeni nao. Lakini wakikufanyieni uadui, fanyeni uadui kwa kadri ya uadui waliowafanyia. Wakikutendeeni jambo lolote baya, lipeni kwa kadri ya ubaya wao, msizidishe zaidi ya ubaya wao. Basi hii ilikuwa ni amri sasa kwamba green light, pigana Muhammad, kwa sababu wameshakaa muda mrefu Maka bila ya vita. Amekuja Madina, bado wanachokozwa tu, mali zao zote wamezichukua makafiri Maka. Mtume hana nyumba, hana chochote, nyumba zote wamezimiliki wao. Mali za masahaba walivyohama, mtu akichukua mali yake anaambiwa la ataitana saaluka, ulikuja hapa huna mali, kama unahama hama peke yako, mali wacha hapa. Kwa hiyo mali za Waislamu zote wakawa wanazo makafiri, na hatuwezi kufanya jambo bila ya mali, hatuwezi. Kuna baadhi ya watu wanasema mali ni mtihani mkubwa, alafu wanatafsiri mali kwa njia ambayo kwa hakika sio sahihi. Ni mtihani, hawaubainishi mtihani huo ni mtihani kiasi gani, lakini mali ina umuhimu mkubwa. Kama si mali tusingekaa katika msikiti mzuri huu tukawa tunamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake. Na Mungu ametuambia ndani ya Qur'ani, nimetangaza biashara. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bimadha biamwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mpigane jihadi kwa vitu viwili, nafsi zenu na mali zenu. Mali na umuhimu wake katika jamii. Ndio mshairi wa Misri Hafidh Ibrahim anasema bil ilmi wal mal yabni an-nasu mulkahum, kwa elimu na mali ndio watu hujenga dola yao. Lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlali, dola haijengwi na ufukara wala ujinga. Vitu viwili hivi vinabomoa dola, ujinga na ufukara. Lazima dola ipate mali ijenge dola yake, lazima dola ipate ilmu ijenge dola yake, na lazima jamii iwe na elimu ipate kufaulu, na lazima jamii iwe na mali ipate kwenda mbele. Bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum, ujinga abada. Nasema al-jahlu yahdimu baita al-izzi wash-sharaf, ujinga unavunja nyumba iliyotukuzwa. Wal ilmu yarfa'u baita la imada la, na elimu inajenga nyumba ambayo nguzo haina. Hivi vitu viwili lazima watu wavieleze vizuri mbele ya umma. Sio kwamba Muislamu asitafute hela, asitafute pesa, asifanye biashara, tutawapiga vipi vita hao? Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Madina, siku miongoni mwa siku akasikia kuna msafara wa makafiri Makuraishi wa Maka unatoka unakwenda zao Sham kwa ajili ya kwenda kuchukua biashara. Mtume akasema msafara huo ni mali zile zile zetu walizozichukua, kwa hiyo tuna haki ya kwenda kurudisha mali yetu. Nisikilize vizuri ndugu yangu Muislamu, kuna watu wanashabihisha jeshi la Mtume kama maninja waliokuwa katikati ya njia, kazi yao kuiba mali. Hawajaisoma historia ya Mtume vyema, na watoto wetu hawana busara njema kama hawajapitia katika history ya bwana Mtume Muhammad wakamjua. Unajua mtu akipita hapa akikusalimia Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum assalam, utakuwa unaitikia huku unasinzia. Lakini baadaye atakikuuliza unajua nani alikuwa mkia? Hapana, simjui. Humjui? Na
Yule ndo waziri kiongozi hivyo wa Zanzibar. Ala, akipita tena asalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, unanyanyuka unamfuata, pengine atakupa mahela au atakupa cheo. Na haya mnayafanya kwa sababu mwanzo hukumjua ni nani yule, lakini ulipoambiwa ni fulani bin fulani ulikuwa active na nashit kwa sababu umemfahamu. Na hiyo ndio tabia mwanadamu, asiyemfahamu hawezi kumthamini. Kwa hiyo sisi hatumwezi kumthamini Allah kama hatujamjua. Ndio maana Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa hu. Hatuwezi kumfahamu bwana mtume kama hatukumsoma katika historia alafu tukamjua tukampa thamani yake. Ndio maana kuna watu wanamtukana mtume, hawamjui kiwango chake. Na ukitaka kumjua mtu lazima msome kwanza, mfuatilie. Naam. Imam Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin anasemaje? Anasema kunna nuallamu al-maghazi kama nuallamu sura min al-Qur'an al-Karim. Wazazi wetu walikuwa wakitusomesha vita vya bwana mtume, historia yake, kama wanavyotusomesha sura katika Qur'an. Zainul Abidin ni mwanawe Hussein, Hussein babake ni Ali, Ali babake ni Abu Talib, na huyu alikuwa ni mkwe wa bwana mtume. Zainul Abidin Ali ibn Abi Talib, Zainul Abidin Ali ibn al-Hussein ni mjukuu, ni kitukuu cha bwana mtume. Anasema nini? Tulikuwa tukifundishwa maghazi, historia ya vita na wazee wetu, kama vile watoto wetu tunavyowapeleka chuoni wakasomeshwa abasa wa tawalla inna anzalnahu fi lailatul qadr, wapate kumtambua mtume alifanya kazi gani, wapate kuwa na uchungu na hii dini ilikuja kujaje, wapate kumjua mtume. Hawa wanaomtukana mtume Ahmad Kalewa hawamfahamu mtume, wangemsoma katika historia wangeliheshimu jina lake. Na Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alifanya makubwa. Muhammad ibn Saad ibn Abi Waqas, hivi ni vijukuu au watoto wa masahaba. Naye anasema kuhusu hii maghazi, vita na historia bwana mtume, anasema kana abi yuallimuna almaghazi wassaraya, baba alikuwa anatukusanya kisha anatutolea historia za vita vya mtume na vile ambavyo hakuhudhuria mwenyewe. Thumma yaqulu lana, kisha alikuwa akituambia, ya abnai hadhihi sharafu abaikum wa ajdadikum, wanangu huu ndio utukufu wa wazee wenu. Fala tudayyi'u dhikraha, ukumbusho na kumbukumbu yake msije mkaitupa. Wazee wenu hawasingetukuka ila kwa haya, hii historia hii. Wazee wenu wamekuwa bora kwa sababu ya historia hii, basi msiitupe. Tulinyanyuliwa na historia hii, nanyi mkitaka kunyanyuliwa muisome historia hii na ikae katika nafsi zenu. Si vibaya kama mzazi atakuwa na kitabu cha Khulasatun Nur al-Yaqin nyumbani kwake, akawa anawasomesha watoto wake, anawaeleza kuanzia mtume alivyozaliwa mpaka bwana mtume alivyokufa, kidogo kidogo, kwa usahali, kwa bayani, kwa lugha ya watoto wapate kufahamu mtume ni nani. Hawatokwenda wanamtukana mtume, wanamkebehi, wanamkejeli. Mtume anasema qumu, simameni. Wapi ya Rasulullah? Iru Quraishin tantaliqu ila Sham fiha amwalukum la'alla Allah an yughnimukumuha, nyanyukeni nendeni mkaukabili msafara wa Makuraishi, ndani kuna mali. Na huu msafara ulikuwa mzito, na mtume alikuwa qaidul a'la, komanda. Zote mbinu za kivita alikuwa nazo. Muradi wake hapa, kana yuridu an yudhifa Quraishan iqtisadiyan. Bwana mtume alikuwa anataka kuvunja backbone ya Makuraish waliomkera wakamfukuza, wanataka kuivuruga dini yake, anataka kuwadhoofisha financially, economically, kiuchumi. Na ukitaka dharba ya mwanzo kumuumiza mtu, malize kiuchumi. Na ndio maana tunaona katika ulimwengu leo nchi kubwa kubwa zinaonea nchi ndogo ndogo,
au zile nchi zinazokuwa zinazihusudu kwa kuziwekea vikwazo vya kiuchumi. Iraq isingeifika hapa tunapoisikia kwenye matelevision na kuiona baada ya kuwekewa vikwazo vya kiuchumi mpaka hakuna mtu anatamani kwenda Iraq. Hakuna mtu anatamani hata mtu wake aende huko. Vikwazo wakadhoofisha uchumi, watoto wanakufa, hali mpaka imefika hapo. Na mtu yoyote ukitaka akutii awe amesarenda, malize kiuchumi. Na nchi zetu zilivyokuwa maskini zimekubali kubururwa na wakubwa kwa sababu zinahitaji lukmatu aish. Yule mbwa akiwa na njaa huwa anamwandama bosi wake popote anapokwenda, lakini akimwambia bwana njoo twende, haondoki kwa sababu kishashiba na anaweza kukutafuna mwenyewe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaona mbali. Tukiukamata msafara huu, mali walionayo ikawa mikononi mwetu, tumewamaliza. Wakatoka watu 319 katika riwaya 314, katika riwaya 313, ni riwayat mukhtalifa. Alhasil walitoka watu 300 na kidogo, kwa sababu lengo walijua ni kwenda kukamata msafara ambao una mali kutoka Maka unakwenda Syria kwa ajili ya biashara na utarudi. Mungu atuchukulie ngawira zetu, ghanima zetu. Hatuna kitu sisi, vitu vyetu vyote wamevichukua wao, ile haki yetu. Mtume alipokwenda Fathi Maka, maana hii Ramadhani kulitokea matukio makubwa mawili ya vita, Ghazwatu Fath na Ghazwatu Badr. Ghazwatu Fath katika mwaka wa 8 Hijria, ambapo Mtume alipoingia Maka, Wakuraishi walimwambia njoo nyumbani kwetu. Utashukia wapi? Mtume hana mahala pa kushukia. Anaulizwa aina tanzilu ya Rasulullah, utashukia wapi, utalala wapi? Akasema wa aina anzil, nilale wapi, nishukie wapi? Akhadhu dari wa mali wa kullama amliku, wamechukua nyumba yangu, mali zangu, kila nilichokimiliki wamechukua wao. Nitashukia wapi? Sina mahala pa kushukia. Lakini Mtume alikuwa na mahala pa kushukia. Akawaambiaje? insibuli khaymata amama qabri Khadija, niekeni hema, nijengeni hema, nisimamishieni hema mbele ya kaburi ya mke wangu Khadija. Mtume alikaa mbele ya kaburi ya bibi Khadija. Fathi Makkah, siku kama siku ya uhuru, siku ya celebration, watu wana furaha, hana mahala pa kukaa. Mtume alisema pigeni hema mbele ya kaburi ya Khadija. Anataka kuwaonyesha watu wote kwamba huyu mwanamke anayelala hapa, ushindi huu tumeshirikiana naye. Nisingefika hapa, behind every successful man there is a woman. Huyu ndo nimefika hapa. Amelala pale Rasulullah. Sasa hivi vita vya Badri, lengo ilikuwa ni msafara tu, wala sio vita, wala sio vita. Lakini mshairi wa hikma anasema ma kullu ma yatamanna almar'u yudrikuhu, sio kila anachokitamani mwanadamu hukipata. Ta'ti riyahu bima la tashtahi sufunu, mara nyingine upepo uvuma sehemu ambayo jahazi halitaki kwenda huko. Jahazi nataka kwenda Pemba, upepo unavuma kwenda Unguja. Kwa hiyo jahazi lazima litapelekwa na upepo kule ambako upepo unataka. Mara nyingine mtu halipati kila analolitaka, hupata analojaliwa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hapa lengo la Mtume ilikuwa ni msafara na mali zao. Wakatoka watu 314. Wengi wao walikaa majumbani, kwa sababu kila anayeambiwa kwani kuna nini, hakuna uwajibu wa kutoka. Atakayekaa nyumbani hapati dhambi, kwa sababu Mtume katuambia kuna msafara tu, na msafara wenyewe una watu wangapi? 40 rajulan, ni watu 40 tu. Katika vigogo wa Makuraishi yupo mmoja tu anaitwa Abu Sufyan, yeye ndo anaongoza huu msafara. Sasa watu 300 si wanatosha? Ni zaidi ya wanaotosha, kwa sababu wale ni 40 msafara wao, na hawa walionyanyuka pamoja na Mtume ni watu 314. Kwa hiyo hawa ni wengi kuliko wale. Kwa hiyo wengi wao walikaa majumbani, hawakutoka pamoja na Mtume na hawakulaumiwa. Akatoka Mtume, Sayyidina Abu Bakri, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman hakutoka kwa sababu mkewe Ruqayya alikuwa anaumwa sana.
wakatoka na wengineo pamoja na bwana mtume. Tena vipando ilikuwa ni 70 tu vipando vyao, yani farasi wawili na ngamia vipando vinginevyo, asiyekuwa farasi 70. Farasi ni wawili tu, farasi wa Sayyidina Zubair ibn al-Awwam na safari wa Miqdad ibn Amr, farasi wawili. Sayyiduna Rasulullah akaondoka Maka, anakwenda Badri. Badri ni sehemu ndogo tu, chini ya maili 40, wanakwenda huko. Na asingekwenda, aliwatuma watu, mmoja anaitwa Said ibn Zaid na Zaid ibn Haritha, kazi yenu nyinyi huu msafara utapita lini? Ukipita njoni mtupe habari. Mkisikia habari zake, maana zamani hakuna muwasalati au muttasilat, communication, ittisalat, tayari wanakuja, hapana. Lakini leo unabonyeza digital, unasikia, unapata habari. Maendeleo makubwa haya. Lakini wakati huo mtu anatumwa na kwenda kufanya uchunguzi, alafu analeta habari, takrir, report. Wanakuja siku fulani na hesabu zangu zinaniambia siku kadhaa watapita mahali kadha. Kwa hiyo mtume akapata information kwamba hilo jeshi au huo msafara unakuja kutoka wapi? Maka, unakwenda zake Syria. Yani mtume wakati alikuwa Madina, hakuwa Maka, alikuwa Madina, anakwenda zake Badri. Makuraishi ndio walikuwa wanatoka Maka wanakwenda zao Syria, na mpaka wapite njia hiyo ili wafike zao Syria, wapitie na Madina. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akaondoka kulifuata ili alivamie, lakini kwa bahati mbaya wanafika kama leo, wanaambiwa msafara ulipita jana. Wakalikosa jeshi la watu 40 au msafara wa watu 40, wamepita hivi punde, wakarudi. Lakini wakawa wanatafuta habari tena wakati wa kurudi. Kawaambia sasa, wasikupiteni kama walivyokupeni mara ya mwanzo kukupiteni, jitahidini mukamata msafara huu kwa mara ya pili. Usishindwe, jitahidi mara ya pili uhakikishe target imepata. Wale wakalisubiri jeshi la watu 40 na msafara wao, mali zimebebwa. Ilikuwa ni mali za kulisha Maka nzima. Kila aliyekuwa tajiri wa Maka ana mali zake pale, maana walikuwa wanatumwa jopo la watu, kama vile sisi tunavyowatuma watu wakienda Dubai na Thailand na China, na wewe nipe hii, chukua hii pesa hii, nunulia hiki. Na wao watu walikuwa na hii, utanunua hii, utanunua hii, utanunua hii, utanunua hii. Basi mali nyingi wanazo wao. Abu Sufyan na yeye akapata habari, kwa sababu nao walitonywa, walipewa leakage kwamba kuna jeshi la Muhammad linaufuatilia msafara. Kuna alhadhar, tahadhari mno, hizi mali wakizihodhi wao mmekwisha economically. Kama leo nchi zinavyouawa kiuchumi, United Nation ipo, lakini wala hairuhumu wala hairehemu vijinchi vidogo vidogo, inahukumiwa kama remote control na nchi kubwa kubwa. Sasa walipokuwa wanarudi, Sayyiduna Rasulullah akapata habari kwamba wakati huu mkifika mahala fulani mtakutana nao. Na Abu Sufyan akapata habari kwamba hatari iliyoje, jeshi la Muhammad linatusubiri. Akamtuma bwana mmoja kafiri mwenzao anaitwa Damdam ibn Amr, akamwambia haraka, tangulia, piga mbio farasi wako huyu za kufa na kupona, nenda Maka, katoe habari, tena tangaza, waambie vimeanza vita. Usiwaambie tunavamiwa, waambie vita tayari, mali zenu, waambie, maana mali, wasitutizame sisi, watizame pesa zao. Angalia namna ya kuwahamasisha watu. Hapa sisi tukifa hakuna neno, lakini pesa zao na watoto wao zote ziko humu. Muhammad akiuchukua msafara huu tumekwisha. Kimbia!
akapiga matumbo ya farasi wake mpaka Makka. Tena alipofika akachana nguo zake, yani kama kapigwa mapanga. Alafu farasi wake akamchana kidogo, akawa anatoka damu, akaanza kupiga kelele, jamani, mali zenu, adrikuha, nendeni mkaziwahi mali zenu, Muhammadi tayari kisha uvamia msafara. Walitoka watu 1000 wakiongozwa na Abu Jahl. Huyu Abu Jahl jina lake naitwa Amr ibn Hisham. Alikuwa ni mtu ambaye anaona mbali, mpaka Mtume alitamani angekuwa Muislamu. Na miongoni mwa dua zake Mtume aliomba dua hasa, akasema Allahumma a'izza al-islam bi ahadi al-umarain, ya Rabbi upe nguvu Uislamu wetu kwa kusilimu hawa Umari wawili, japo mmoja wao Umar ibn al-Khattab au Amr ibn Hisham. Mtume alitamani Abu Jahl angesilimu, kwa sababu alikuwa na ra'yul masmu, akisema neno anasikilizwa. Alikuwa akiwaamrisha watu, japo ingieni hapa katika tundu la Burukenge, wataingia. Alivyokuwa na ufasaha wa kusema, na alikuwa na personality mbele ya watu wake. Na Mtume akasema huyu akisilimu huyo watasilimu wote hawa, na Umar ibn al-Khattab. Lakini watu walikuwa wakimkatia tamaa Umar, watu wakiwa na busara, labda Abu Jahl siku moja, lakini umdhania yeye ndiye, kumbe si. Kuna bwana mmoja kasema sasa Umar kasilimu, yuko mwingine pembeni kasema wallahi lan yuslima hatta yuslima himaru al-Khattab, na hapa hatosilimu Umari labda punda wote wa Khattab wasilimu. Wakisilimu punda na yeye atasilimu, yani muhal, impossible, hawezi kusilimu. Lakini Umar alisilimu, Uislamu ukapata nguvu. Abu Jahl yeye ndo hakusilimu, lakini Mtume alitamani angalau angesilimu. Tayib, walitoka vigogo wa Quraysh, Amr ibn Hisham, Bukhturi ibn Hisham, Utba, Shaiba ibn Rabi'a, Walid ibn Utba, Umayya ibn Khalaf. Hawa wote ni katika vigogo wa Quraysh, wameondoka nchi yao wanakwenda kuhami mali zao. Kufika Abu Sufyani anakutana na jeshi la kutoka Makka la watu 900 mpaka 1000. Huku msafara vile vile kidogo tu ukapishana tena. Bwana Mtume hakukutana nao, wakaukosa. Waislamu wakasikitika sana, na wao pia walikuwa natamani wazipate mali, kwa sababu mali kuna izza, ndani ya mali kuna izza. Yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainu samawati wal ard. Angalia, hazina za mbingu na ardhi ni zake. Wao walikuwa wanasema msitoe mali kumpa Mtume na Waislamu, msitoe mali, wacheni wafe njaa. Anasema walillahi khazainu samawati wal ard walillahi al-izza walirasulihi walilmu'minin. Nguvu anayo Mungu na Mtume na Waislamu, na nguvu moja katika nguvu mali ni nguvu izza. Kwa Waislamu wakabweteka, wale itakuwaje? Tumeukosa msafara ulikuwa umejaa mali. Lengo letu sisi tuzipate mali hizi tukahuishe maisha yetu. Tumefika Madina hatuna kitu, lakini Mungu alikuwa anapanga mambo mengine. Wao wanataka hili, Mungu anataka hili. Abu Sufyani akamwambia Abu Jahl, irji'u, rudini nyumbani. Laqad kafakumullah, Mungu wenu ameziokoa mali zenu, hakuna haja tena ya vita. Rudini, tumeokoka, mali zinapelekwa. Angalia na wasi, twendeni nyumbani Maka, mali imepona, na ilikuwa lengo ni mali, na wametukosa, twendeni. Abu Jahl akasema nani hapa harudi mtu leo hapa? Lan narji'a hatta narida badran, haturudi mpaka tufike katika kisima cha Badr. Na Badr ni kisima, ndio vita vya Badr. Na Badr ni mtu akiitwa Badr ibn Harith aliyechimba kisima hiki. Sasa kisima hiki kimepata jina lake Badr ibn Harith. Hapa kulikuwa kuna maji matamu sana, na wengine walikuwa wasema ikifika mwezi unauona ndani ya kile kisima unavyong'ara kwa maji yalivyokuwa safi. Ndio pia lengo la kuitwa Badr.
Akasema wallahi lan nauda ila buyutina hatta narida badran fanat'imu at'am wa nashrabu alkhumur wa tughanni alaina alqiyan afu minna alarab. Abu Jahl anasema haturudi nyumbani mpaka tufike Badr, tule chakula, najzir, tuchinje, nanharu aljuzur, tuchinje ngamia wetu tule, tupike vyakula, wanawake wacheze, tunywe pombe, wapate kujua kwamba kweli bwana wakubwa wamekuja hapa, wasikie habari zetu kwa Waarabu wa Madina. Fala yazaluna yahabunana, hapo tutakuwa tunawatisha, hawatutezea tena, maana tukirudi watajaribu tena hawa kufuata msafara wetu mara ya pili. Lakini tukikaa hapa, tukinywa pombe, tukila chakula, tukicheza, tukionyesha ubabe, tutawatia hofu wale, hawatorudi tena huko. Ilikuwa ni rai ya Abu Jahl kubakia Badr. Lakini rai ya Abu Sufyan, bwana msitafute makubwa, Mungu ameshaokoa msafara, rudini. Nasema hapa harudi mtu. Kuna watu wanataka kurudi, wengine wanasema la, hakuna kurudi. Mwisho akawa kinaisha, alikuwa anasikika, wote wakakubali kubakia. Sasa huku mtume anataka kurudi nyumbani, anaambiwa wapi, jeshi linakuja, watu 1000 wanataka kupigana na nyinyi, watu 313. Masahaba naambia, sasa itakuwaje ya Rasulullah? Si tumekuja lengo sio vita, kama ni vita basi wenzetu tumewaacha, sisi watu 300 tutatosha nini jeshi la watu 1000? Mizanul jaish haikuwa sawa. Mtume anawaambia, laqad wa'adani Allahu ihda taifatayn, sikilizeni nikwambieni, Mungu amenipa ahadi, moja kati ya makundi mawili atanipa. Kundi linalotoka Syria la biashara au kundi linalotoka Maka, Mungu ameniambia moja kati ya hili tutalila, tutalichukua, tutalishinda. Sana akuluha, ima tutachukua kundi linalotoka Syria au tutachukua kundi linalotoka Maka. Watu waliposikia habari hiyo wakafurahi kwamba kuna kundi miongoni mwa makundi mawili, moja litaanguka katika mikono yao. Wote wakasema ya Rab, iwe kundi linalotoka Syria, kwa sababu kundi linalotoka Syria lina mali, kundi linalotoka Maka lina silaha. Na nani anataka vita? Kuna watu wengine lakini wanapenda vita hata kuliko amani. Yuko bwana mmoja aliulizwa, ni kiongozi wa nchi fulani, we hobi yako nini? Sema hobi yangu mimi kunywa maziwa na kupigana vita, ndio hobi yangu. Lakini Mtume amesema la tatamannu liqaa al-adu, msitamani vita. Vita vinarudisha watu nyuma, vita haina budi mpigane, kama alivyofaradhishiwa Waislamu, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Sasa Mungu ameniahidi kwamba makundi mawili haya atanipa moja, kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Sasa watu walikuwa wanasema, ni lipi kati ya mawili hayo, lile la Maka au la Syria? Mungu jalia liwe hili la Syria. Lakini Mungu hakutaka la Syria, la Syria likapita. Lilipopita la Syria, watu wote wakawa wameboteka. Sasa ina maana kundi aliloahidiwa Mtume ni hili la silaha, na sisi ni wachache. Kwa hiyo hawakubweteka kwamba hawataki kupigana, hapana, ni vita hawakuvipangia. Lam yahsab laha hisaba, ni vita ambavyo hawakuwekea mipango, wao ni wachache. Lakini masahaba walikuwa sawa, kwa sababu walilelewa na Mtume tarbia haqiqia nafsia. Allah anasema, kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Mungu alikutoa Madina kwa haki, lakini kuna kundi kati ya Waislamu linachukia, linaona vibaya, likakutane na kundi la vita. Lakini Mwenyezi Mungu amepitisha amri yake. Hao wanaona vibaya bure, hawajui kheri iko wapi. Ndani ya vita vya Badri, ndugu zangu Waislamu, kuna durus, kuna masomo makubwa. Kumbe inawezekana kikawa kitu unakichukia wewe, ukukipenda, mimi nilikuwa nataka hivi.
lakini wallahi kile ulichokichukia kumbe ndo kina kheri, Mungu anakupeleka. Ndo haya yaliyotokea hapa. Waislamu wanataka msafara huu, ule wanaoutaka umepita, wasioutaka ndo umekubaliana nao. Wajhan biwajh, qauman biqaum. Allah anasema Mungu atapitisha amri yake, liyuhiqa alhaqa, anataka kuinyanyua haki. Uislamu uwe unang'ara ala mada duhur, kila upitapo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mali ni kivuli, kesho kutwa mtakula mtamaliza, lakini Mungu anataka kukuendalieni mazingira bora, mtaishi nyinyi na vizazi vyenu na vituku vyenu na watakaokuja baadao, ambao ni sisi ambao leo tuko hapa tunazungumza kwa kinywa kipana kuhusu uhodari wa bwana mtume na sahaba zake radhiyallahu ta'ala anil jami'. Watukufu wa Islam, mtume hakufanya maamuzi kutumia akili yake. Akawakusanya sahaba, akawaambia jamani, jeshi linakuja, hatukulipangia, sasa nipeni rai zenu, nifanye nini? Nipeni rai zenu. Ya salam ya Rasulullah, akmalu nnasi aqlan wa khuluqan, amekamilika mtume akili, tabia, rai, lakini anasema nipeni rai zenu. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah anasema wewe Muhammadi, tabia zako ndizo zilizokufanya watu wanakupenda. Fabima rahmati min Allah linta la, umekuwa laini, soft, flexible kwa wao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawli, ungekuwa na tabia mbovu, mbaya, chafu, wangekukimbia. Faafu anhum, wasamee wakikosa, wastaghfir lahu, waombe msamaha, washawiruhum fil amr, washauri unapokuwa na jambo, shauriana na wenzako. Hata kama wewe una mali, shauriana na maskini. Kama una elimu, shauriana na wasio na elimu. Kama una nguvu, shauriana na wanyonge. Hakuna mtu hodari kama yule anayetaka ushauri kwa wengine. Alitaka ushauri mtume, itakuwa wewe. Shauriana na wenzako. Shawir bikulli naiba, shauri mtu kila linalotokea. Mwenye kushauri lazima atakupa ushauri mzuri, ufuate. Nasema innal aina tara ma qaruba wa ma naa, jicho linaona karibu na mbali. Wala tara nafsaha illa bimir'atin, jicho halijioni lenyewe mpaka litumie kioo. Ni nani kati yetu sisi jicho lake anaweza kulitizama mwenyewe? Ni nani? Unaliona jicho lako? Huwezi kuliona mpaka uchukue kioo. Sasa kile kioo ndo mshauri. Kwa hiyo mtume alikuwa anakubali kushauriwa. Ashiru ilayya ya qaum, ebu nipeni rai zenu ndugu zangu, nifanye nini? Muhajirina walikuwa wachache katika jeshi hili la watu 313 au 14. Ansari walikuwa wengi zaidi ya 200. Kwa hiyo jeshi kubwa katika vita vya Badr lilikuwa jeshi la Ansar. Sasa mtume anataka kusikia rai za Ansar na Muhajirin. Akasimama Saidina Abu Bakr, akasema ya Rasulullah, khairi. Akasema maneno mazuri, kazungumza mambo yalimfurahisha mtume. Akasema Abu Bakar mambo mazuri, mtume akawa na furaha usoni kwake. Akasimama Umar, akasema vile vile mazuri, mtume akafurahi. Lakini mtume bado anataka kizarai ya wengi. Demokrasi sio ile demokrasi ya uongo wanaotutangazia katika ulimwengu wa leo. Demokrasi ya kweli aliyoianzisha bwana mtume Muhammad, kusikiliza pande zote, na ile pande ya watu wengi zaidi, wao wanataka nini. Amesikia kwa Abu Bakr ni waziri mkuu, amesikia kwa Umar ni waziri wa defense, amesikia kutoka kwa Muhajirin Miqdad ibn Amr au Miqdad ibn al-Aswad, yote ni majina yake. Alisimama akasema ya Rasulullah, mimi nawakilisha Muhajirin, nasema hivi, sir
nenda pamoja nasi, kama amaraka Allah, kama alivyokutuma Mwenyezi Mungu. Wa nahnu waraak, sisi tuko nyuma yako tunakuandama. Wallahi la naqulu kama qala banu Israila li Musa, sisi hatutosema kama walivyosema wana wa Israeli kumwambia Musa walipoambiwa nendeni mkapigane. Walisema nini? Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Walimwambia Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila, Musa nenda kapigane wewe na Mungu wako. Inna hahuna qa'idun, sisi tuko hapa tumekaa, nendeni mkapigane, mkishinda mkishindwa muje twendeni nyumbani wewe na Mungu wako. Wallahi walimwambia mtume wao, lakini sisi tunakwambia idhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'akuma muqatilun, nenda kapigane wewe na Mola wako na sisi tuko pamoja nanyi tunapigana sambamba, sawa bin sawiya. Mtume akatabasa, lakini bado hajasikia ra'yul kathir. Majority wanasemaje? Minority wamesema hivi. Je, hawa wengi watasema nini? Asema bado, ashiru ilayya ya qaum, nipeni rai zenu, nipeni rai zenu. Akasimama Saad ibn Muadh anasema mimi nawakilisha Ansar, na huyo kauli yake ni kauli ya Ansar. Ndio wale wabunge mnaowachagua, wale wawakilishi mnaowachagua wakaenda katika nyumba ya wawakilishi ya bungeni, wakasema mimi ninasema kwa niaba ya watu wangu, kwa sababu mlimtuma, na kama mlimpigia kura kwa maana nenda katuwakilishe. Sasa kama yeye atawakilisha au atawakilisha nyumba yake atajua mwenyewe, lakini mmemtuma nyie. Basi Saad ibn Muadh akanyanyuka, Zaimul Khazraj wal Aus, yeye anawakilisha wote hapo. Anasema ya Rasulullah, kaannaka turiduna, ya Rasulullah, kana kwamba unataka sisi Ansari tuseme. Naam, tutasema. Tunakwambia alkhairu makhtarahu Allah, sir bifadlillahi wa bibarakatillah, صلح بال ما شئت، خذ من أموالنا ما تشاء، اترك لنا ما تشاء، حارب ما شئت، سالم من شئت. يا رسول الله، sisi mali zetu, roho zetu, nafsi zetu, maisha yetu unayasarifu wewe unavyopenda. Amri yako wewe ni amri yetu. Mali yetu iko mbele yako, chukua upendayo, acha upendayo. فوالذي بعثك بالحق نبيا إن الذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما الذي تتركه لنا. Ile uliyoichukua katika mali yetu sisi ndo tunayoipenda zaidi kuliko ile uliyotuachia. Yani kile anachokichukua mtume ndo anakipenda zaidi kuliko kilichokuwa mifukoni mwao. Imani kiasi gani! Huyu ni nani Waislamu? Saad ibn Muadh. Na Saad ibn Muadh alisilimu na umri wa miaka 30, alikufa na umri wa miaka 37, kaishi katika Uislamu miaka 7 tu. Sikiliza siku ya kufa kwake. Alipokufa Saad ibn Muadh, bwana mtume alitangaza akasema, laqad ihtazza arshur rahman limauti Saad, arshi ya Mwenyezi Mungu leo imetikisika kwa kifo cha Saad ibn Muadh. Arshi ya Mungu inamlilia. Walipoibeba maiti yake wakamuuliza, ya Rasulullah, laqad khaffat jinazatuha, mbona jeneza lake ni hafifu? Wallahi ma hamalna jinazatan akhaffa minha, hatujawahi kubeba jeneza hafifu jepesi kama hili. Nini maana yake ya Rasulullah? Mtume akawajibu, wa kaifa la takunu kadhalik waqad hamalatha almalaika, kwa nini lisiwe hafifu jeneza lake wakati hamkubeba nyie, wamelibeba malaika kutoka mbinguni. Saad huyu ibn Muadh, arshi imetikisika. Sisi kama wanatubeba wengine walaunga kutupeleka Manokerekwe, Saad alibebwa na watu kutoka mbinguni, malaika tusema. Kisha mtume anatitimia na vidole vyake hivi, anakanyaga kwa hadhara. Anauliza, mbona unatembea hivi ya Rasulullah? Anasema, al-ardu kulluha mamlu'a bil malaika, malaika wamejaa hapa, hakuna hata mahala pa kukanyaga. Wote wamekuja kumsindikiza Saad ibn Muadh. Huyu ndiye anasema maneno, anamwambia mtume, mali zetu ulizochukua ndo tuzipendazo, ulizoziacha wala hatuna habari nazo. فوالذي بعثك بالحق نبيا لو خضت بنا هذا البحر لخضنا معك من غير أن يتخلف منا رجل واحد. Tunakuapia
kama hapa mbele kuna bahari, utavuka wewe, sisi tutavuka pamoja nawe baharini bila ya mtu mmoja kurudi nyuma. Mtume akaanza kufurahi kwa mara ya mwisho, akiona Ansar na Muhajirin wote wameagree kilima kimoja, twende vitani. Pamoja na kwamba sisi ni watu 314, wale ni 1000, lakini mtume alikuwa bado hajajua idadi yao. Sikiliza abqari, genius. Mtume anataka kujua ni wangapi tunaokwenda kugombana nao, kupigana nao. Hajapata taswira bado. Akafanya uchunguzi, akamwambia nenda katizame, uangalie kwa siku wanachinja ngamia wangapi, wanakula vipi. Kuna bwana akaenda akatizama, akaona kwa siku wanachinja ngamia 9 mpaka 10, wanakula tu. Abu Jahl kasema twendeni, nakulu taam, tutakula, wanashrabu alkhumur, tutakunywa, watughanni alaina alqiyan, wanawake warembo wacheze mbele yetu, tucheze tuimbe. Fala yazalu alarabu yahabunana. Mtume akaletewa report, nasema ya Rasulullah, yanharuna fi kulli yawmin min 9 ila 10, kwa siku wale watu wanachinja ngamia 9 mpaka 10. Mtume akapiga hesabu akasema alqaumu ma baina 900 ila 1000. Ikiwa hicho ndo chakula chao, hawa watu watakuwa ni 900 mpaka 1000, bila ya kuambiwa. Ni kupiga hesabu ya chakula tu wanachokula. Mtume alijua idadi yao. Sallu alayhi. Yani mtu anaweza kuona hii sufuria anaweza kula nani, japokuwa kuna wenzetu wanakula sufuria kilo 2 peke yake, ni hesabu pia. Lakini mtume alijua ngamia 9 wanakula watu 800 mpaka 900 mpaka 1000, na kasibu walikuwa watu 1000, walikuwa watu 1000. Rasulullah akaanza kulipanga jeshi Waislamu. Jeshi likapangwa vipi? Yeye akawa ni kamanda wa juu, alqaidul a'la, komanda yule mwenye kutoa amri, brigedia mkuu, komanda wa majeshi. Hii ni position yake Rasulullah. Bendera, maana mtume alikuwa na bendera imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, rangi yake nyeusi na maandishi meupe. Hiyo alikuwa akienda vitani anakwenda nayo. Na upanga hapa unaitwa Zulfiqar, anao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na upinde bwana mtume anao, na dir, nguo ya kivita, nguo ya chuma anavaa wakati wa vita. Zote hizi bwana mtume alikuwa nazo, ameshazivaa. Tahadhari chochote kinaweza kutokea, alikuwa navyo hivi vitu. Basi akaanza kulipanga jeshi. Mus'ab ibn Umair, wewe utakamata bendera. Kijana mtona shati, kipenzi cha Makuraish, alikuwa na mali, alifilisika mali yote kwa sababu ya kutumikia dini. Alikuwa akipita hivi ananukia mafuta, mudallal, akidekezwa na wazee wake na familia yake, lakini yote aliacha ajili ya dini. Mus'ab ibn Umair, siku ya kufa kwake anazikwa, hata sanda hana, ni kipande cha nguo, akifinikwa uso, miguu iko wazi, akifinikwa miguu, uso uko wazi. Mus'ab ibn Umair kafa katika vita vya Uhud. Yeye ndo alikamata aliwa bendera ile ya bwana mtume. Sasa sikiliza, imamu aliyeachwa kule Madina. Imamu aliyeachwa kule Madina ni Abdullah ibn Ummi Maktum, kafifu albasar, wala haoni. Upofu jamani, sio upofu wa macho. Anawezekana mtu akawa kipofu lakini akawa useful. Upofu ni upofu wa nyoyo. Allah anasema innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Upofu ni upofu wa nini? Wa nyoyo. Yule bwana alosikia kuna ngawira, kuna mali zinagawanywa, lakini mali ni za makundi matatu. Kuna mali za alqawaid na mali za aitam, ndizo zinazogawanywa, na mali za umyan. Harun Rashid ameweka mfuko maalum wagawiwe hawa watu. Alqawaid yani wanawake wajane, alumyan vipofu, wal aitam na mayatima. Bwana huyu
Yeye si kipofu, si mwanamke, wala si yatima. Kenda na yeye kapanga foleni, anataka mali. Sekretari wa mali ile anasema, mbona wewe huna sifa katika hizi sifa tatu? Anasema, uktubuni fil qawaid. Sina sifa vipi? Niandikeni katika wanawake. Sasa yule anacheka, anambia, bwana wewe ni mwanamume, tutakuandikaje katika wanawake? Akisema, aslahakallah, Mungu atakustiri. Wewe mwanamume hivyo unataka tukuandike kwa wanawake? Sema niandikeni. Hapana, hatuwezi kukuandika. Akamwambia, basi kuna wepi wanapewa? Akamwambia, wako vipofu na mayatima. Sasa basi uktubuni fil umyan, niandikeni katika vipofu. Akamwambia, wewe unaona uko salama. Sasa alikuwepo mwanachuoni pembeni, amekaa kama mshauri wao. Wakamtizama wale, akasema, muandikeni. Tumwandike vipi kuona anaona? Akasema, muandikeni huyo kipofu huyo. Mungu anasema, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Huo upofu sio upofu wa macho jama, ni upofu wa moyo. Ikiwa yeye anajua kama si mwanamke na kaja kuomba haki ya wanawake, anajua kama yeye si kipofu na anaomba haki ya vipofu, tufanye nini? Huyo kipofu kweli, muandikeni, mpeni. Akaandikwa bwana, akapewa. Sasa pembeni alikuwa na mtoto wake, anasema, wa hadha ibn ktubuhu fil aitam, mwanangu huyu muandikeni katika mayatima. Baba iko hai. Flus yughayyiru nufus, pesa zinabadilisha nyoyo. So mwanangu muandikeni katika mayatima. Wakamtizama mwanachuoni, unasemaje? Anasema, muandikeni. Kwa nini? Anasema, man kunta abahu fahuwa yatim. Baba, mtoto yoyote ambaye ana baba kama huyo mtoto ni yatima kweli, japo babake yuko hai. Muandikeni. Ndugu zangu, upofu, hichi kisa nimekileta kwa sababu upofu sio upofu wa macho. Kuna watu wanaona lakini hawataki kufanya mambo ya faida. Watu wengine hawaoni, wamefanya makubwa hapa ulimwenguni. Wamehifadhi Qur'an, wao hawaoni, ni vipofu. Sisi tuna macho, hata qul wallahu inatushinda. Wengine wametunga vitabu mujalladat, wengine wamekuwa mpaka mamufti katika nchi zao. Wapo wengi na mifano ni mingi. Ni vipofu wa macho, lakini nyoyo zinaona. Bora uwe na upofu wa macho kuliko upofu wa moyo. Na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud aliposikia, wa man kana fi hadhihi a'ma, Abdullah ibn Ummi Maktum, yeyote ambaye atakuwa kipofu hapa duniani, fahuwa fil akhirati amna, na huko akhira atakuwa kipofu. Akalia sana, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, upofu wa duniani haujatosha mpaka Mungu akatupe na upofu mwingine kesho akhira? Akaambia, si upofu huo, upofu wa akhira utakuwa upofu wa nyoyo. Na upofu hapa duniani unaozungumzwa ni upofu wa nyoyo, sio upofu wa macho. Upofu wa macho maradhi tu, maumbile haya, lakini unaweza kuwa ukawa mtu mwema. Abdullah ibn Ummi Maktum kaachwa, yeye ni imam kule, nasalisha mbele ya jeshi. Zima simu yako. Mbele ya jeshi akawa ni Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, yeye ndo akawa ni kiongozi katika jeshi. Ali ibn Abi Talib karrama Allahu wajha, maimanatul jaish, kulia kwa jeshi. Hii yote ni kama Mtume anavyopanga, kama vile wanavyopanga timu ya mpira kwenye kiwanja ili watu washambulie vyema. Ali ibn Abi Talib mbele, kulia Zubair ibn al-Awwam, kushoto Miqdad ibn Amr, nyuma kabisa ya jeshi Qais ibn Abi Sa'sa. Wote hawa ni fursan mahodari. Zubair ibn al-Awwam alikuwa anawashinda masahaba wenzake wote kwa mbinu za kupigana. Yeye na Khalid ibn al-Walid alikuwa anaweza kuzunguka chini ya tumbo la farasi, huku farasi anakwenda mbio. Farasi anakwenda mbio, anazunguka kutoka mgongoni mpaka chini ya tumbo, anazunguka wala haanguki. Khalid ibn al-Walid, Zubair ibn al-Awwam. Na hawa walikuwa na mbinu, kana yuqatilani bisayfain, walikuwa wakipigana kwa panga mbili, yamin shimali. Ilikuwa mtu akipigana upanga mmoja tu, lakini Zubair alikuwa na panga mbili, anapigana nazo zote huku na huku. Alikuwa hakuna anayempita katika ushujaa huo. Ni nyota hizi katika jihad fi sabilillah, ni nyota hizi katika jeshi la Bwana Mtume Muhammad.
bila ya kuwasoma hawa, utaona mtu anadharau dini ya Uislamu kwa sababu hajui ilikotoka. Miqdad ibn Amr, Qais ibn Abi Sa'sa'a nyuma na Mushat, watu 300 wakawa wanabadilishana watatu katika kipando kimoja. Leo sasa hivi anapanda huyu, baada ya muda anashuka, anapanda mwenzake, baada ya muda anashuka, anapanda mwenzake, watu 3, kwa sababu havitoshi. Watu 300 vipando 70, watapanda vipi wote? Kwa hiyo anapanda kila mmoja na wenzake wawili. Hata mtume hakusema mimi ndo mkubwa wenu, kipando changu special. Hapana, hata mtume alikuwa yeye na Ali ibn Abi Talib na Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi wakipanda kipando kimoja, wote watatu. Hata mtume ana share, sio ana kabiru qaumin fa'adhimuni, mimi ndo bosi wenu, mtatembea kwa miguu nyie mpaka huko, mimi nitakwenda juu ya kipando. Hapana. Na walisema sahaba, Rasulullah, atadusu biqadamaika fi tin, unakanyaga Rasulullah chini kwa miguu yako? Panda, sisi tuko radhi, tumesacrifice. Irkab anta wa namshi nahnu, sisi tutatembea kwa miguu. Bwana mtume akasema, la lastuma aqwa minni, nyinyi kuliko mimi, walastu aghna ankum fil ajri, na mimi sijatosheka na thawabu nikawa basi sizitaki tena kama nyie. Anasema nyinyi hamuna nguvu, na wala mimi haijawa kwamba basi nimetosheka na thawabu. Hapa duniani leo kuna watu wametosheka na thawabu. Nasikia yupo bwana mmoja aliambiwa, chukua hivi vitu vipeleke msikitini katika gari yako, chombo chako, utapata thawabu. Akasema, bwana sitaki thawabu, mimi nataka hela tu hapa. Huyo si ametosheka? Ni sisi thawabu ndo tunazozitafuta. Kama mtu anasema mimi hapa hela tu, mambo ya thawabu hamna, basi mtume anasema lastuma aghna fil ajri minni, mimi lastu aghna fil ajri ankum, sijatosheka bado ninahitaji rehema za Mola, nitapanda nitashuka. Akawa anashuka mtume, baada ya kupanda anapanda Ali, anashuka anapanda Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, wanakwenda zao Badri. Hakuna naqilatil jaish, hakuna malori ya kubeba, hakuna vifaru, hakuna ndege, wanatembea kwa miguu. Radhiyallahu ta'ala anil jamii. Wakafika sehemu ya Badr, akaeka katika position, akajengewa kibanda bwana mtume kama akae pale. Wakachimba hodhi, wakaeka maji, wakajaza maji yale, wakawa wanayatumia kule. Kukatoka mtu mmoja, sharrun nas katika Bani Makhzum, anaitwa Aswad ibn al-Asad. Huyu ndo aloanza kuchochea vita, na baadhi ya ulama wanasema ndo mtu wa kwanza atapewa kitabu kwa mkono wa kushoto siku ya Kiyama. Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzumi, huyu kaondoka kule na kifua, anasema lazima niende katika jeshi la Muhammad nikalivuruge hodhi lao la maji, nianywe maji yao, niachafue, na sitoki pale mpaka niue mmoja. Yeye anasema ndani ya jeshi la mtume kulikuwa kuna jeshi linaitwa Jaishu Musha, walikuwa wanatembea kwa miguu na walikuwa kazi yao ni kuachilia mikuki, wakiongozwa na simba Hamza ibn Abdul Muttalib, shahidi wa Uhud. Hawa wote ninaowasema ndugu zangu, nikiwasema msikae kimya, semeni radhiyallahu anhum. Mungu alisema katika suratul Bayyina, radhiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Mungu amekuwa radhi nao, hao wameshakuwa radhi, Mungu amekuwa radhi nao. Sisi hatujijui kama Mungu atakuwa radhi nasi au atatuchukia, tunamuomba atupe radhi zake. Hawa wameshatangulia, Mungu asema wakitajwa hawa ndio tunawaambia radhiyallahu anhum. Sasa nirudie tena, kiongozi wa waachilia mikuki alikuwa anaitwa Hamza ibn Abdul Muttalib. Aiwa, naam. Hii ndio qadar, ndio heshima ya masahaba wanapotajwa, na bwana mtume akitajwa heshima yake ni kusema Allahumma salli wa sallim alayhi, ndio heshima za. La tasubbu ashabi, msiwatukani masahaba zangu. Mtume anasema fa walladhi ba'athani bilhaq, na apa yule alonitanguliza kunileta hapa duniani kwa haki, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban lama balagha nusayfa, kama mtu atatoa mali zake zote
nyingi kama mlima wa dhahabu, mlima wa Uhud. Dhahabu atoe fi sabilillah hawezi kufika hata thuluthi ya sahaba wangu, hawezi, kwa kazi walioifanya. Sisi tungetoka tungekimbia vita hapo, watu 300 kwa watu 1000. Sijui ngoja nikaage mke wangu, sijui nikabusu busu la mwisho, nifanyeje? Sisi tunaugua. Mtume tungebaki, angebaki peke yake. Watu wenyewe ndo sisi, bora hela kuliko thawabu. Tungefika wapi? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akizia Hamza, akamuona yule bwana anakuja kwa gogi na madaha, akamwachilia mkuki mmoja. Mkuki ulikwenda kwenye target ya muundi. Tizama ile miguu ndo anaitaka, na alikuwa akipata sehemu anayotaka Hamza ndo hiyo hiyo. Akisema anataka jicho, atatoa jicho tu peke yake. Sasa alisema mimi nataka ule mguu wenye kwenda kwa madaha. Mkuki ulivunja mpaka mfupa wa mguu ukavunjika pale pale, lakini jinsi yule bwana alivyokuwa muovu, alichechemea kwa mguu mmoja, bado akawa anakwenda tu. Hawa ni mashujaa katika ukafiri. Kwa nini hatui mashujaa katika haki na Uislamu? Hawa ni mashujaa katika sabili shaitan. Kwa nini tusiwe mashujaa katika sabili lillah? Akaenda mbele kidogo, Hamza akamtolea mkuki mwingine, akammaliza pale pale, hakufurukuta tena. Abu Jahli akatoa sauti, akamwambia Muhammadi, hal mubariz, tunataka kabla ya vita challenge one by one, mimi, sisi na nyinyi. Akatoa askari wake Abu Jahli, akamwambia Utba, Shaiba, Utba ibn Rabia, Shaiba ibn Rabia. Watu wawili hao mashujaa kweli kweli, wote ni ndugu hao, alafu wakamtoa na mtoto wao anaitwa Walid ibn Utba. Kwa hiyo Utba, Shaiba na Walid, katoka mtu na babake na mtu na nduguye. Hawa wana sacrifice katika dini ya shetani. Kwa nini tusisacrifice katika dini ya Allah? Huwezi kusacrifice, unacho cha kusacrifice. Akili yako imalizi katika kueneza dini, ulimi wako, nguvu zako, elimu yako, mali yako, kila kitu chako. Vijana hawa tunawazungumza wote walikuwa vijana, wote waliomnusuru mtume walikuwa vijana wote, wakisaidiwa na wazee pembeni pembeni. Lazima tuathirike na historia. Wallahi nilipokuwa Burundi, baada ya lecture moja, kijana mmoja alikuja analia, ananiambia Sheikh, niombee dua nikufe. Katumia Kiswahili cha huko, maana Kiswahili chao kibovu. Nikufe na itetea dini ya Allah. Ameathirika kiasi gani? Niombee dua nikufe, yani nife na itetea dini ya Allah. Kijana ameona utamu wa imani, na imani ni tamu, na mtume anasema huwa watu fulani wanaionja imani, na mtu mwenye mambo matatu anaonja imani. Nasema yeyote mwenye mambo matatu, inna halawata al-iman, ataonja utamu wa imani. An yakuna Allah wa rasul, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu, Mungu mtume ndio vipenzi vyake kuliko mtu mwingine, ataonja utamu wa imani. An yuhibba mar'a yuhibbuhu illa lillah, au anampenda mtu ambaye isipokuwa kwa ajili ya Allah, ataonja utamu wa imani. An yakraha an yauda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, kurushwa katika ukafiri vile alivyoonja utamu wa imani. Akatoka huku Utba, mtume akawatoa baadhi ya Rawaha na wengineo. Akasema hapana, siwe hawa watu wanyonge wale, mimi nimetolea maini ya Quraysh, ile oti ya Quraysh nimekutolea mimi. Wali na wewe nitolee kila kindaki maini katika makabila yako, ndio nao wataka mimi. Mtume akasema nao, qum ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu karrama Allahu wajha, qum ya Hamza. Akasimama Sayyidina Hamza, mtume yeye ndo qaidul jaysh. Qum ya Ubayd ibn al-Harith. Wote hao wakasimamishwa na mtume. Ali ibn Abi Talib
na mtume, tunajua udugu wao. Hamza ni ammi wa bwana mtume, Hamza ibn Abdul Muttalib. Ubaida vile vile ni mtoto huyu Harith, manake alikuwa ni baba zake mtume vile vile katika ndugu zake akina Hamza, wote ni jamaa zake kutoka nyumba. Hao ndo na watu wa mimi. Unasemaje? Ali na Saidina Hamza hawakuchelewesha, akishtuliwa kidogo, akitizama juu kichwa kimekata. Ubaida yeye ndo kidogo upanga wake ukapigana na upanga wa adui yake, kila mmoja akampiga mwenzake. Kwa hiyo akamuua yule, na huyu akabebwa mpaka kupelekwa katika hospitali aliyoiandaa bwana mtume pale katika midani al-Maaraka, kwenda kupozwa majeraha, na baadaye alifariki. Baada ya hapo sasa vita vile vya mpate umpatae, na hapa ndipo alipokuwa akiogopea mtume. Jeshi la watu 1000 likiingia katikati ya watu 300 litafanya nini? Mtume amekaa pale ananyanyua mikono, vita vinaendelea. Sakatatil alsina wa nataqatil asinna, nyoyo ndimi zimenyamaza, watu hawasemi, lakini zinazosema ni panga. Zinasema wapi? Ala manabir riqab, juu ya shingo za watu. Subhanallah, mtume akaomba dua. Alipomwona Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, Utba, Shaiba, Walid, hawa kina Abu al-Bukhturi, akasema wallahi innaha Quraish, inna makkata ahdat ilaykum fil dati akbatiha. Makuraishi wameleta vipande vya maini yao, maana hawa walokuja wote ni vigogo, hakuna mtu hata mmoja mtu duni. Ninyi mko hapa mbele ya watu wakubwa. Ananyanyua mikono anasema, ya Rabb anjiz li wa'daka alladhi wa'adtani, Allahumma in tuhlaka hadhihi al'isabatu fala tu'badu fil ardh. Ya Rabbi, hili kundi langu la watu 300 ndio wote hawa, likishindwa hili hutoabudiwa tena katika dunia. Mtume analia, anaomba dua. Alikuwa ameweka burda, kishali katika mabega yake mpaka kinadondoka kwa jinsi anavyonyenyekea. Abu Bakar anakirudisha katika mabega ya mtume, anamwambia mtume, ya Rasulullah, inatosha, inna Allah sayunjizu laka wa'da, Mungu atatekeleza ahadi yake, si amekuahidi Mungu? Mtume anaomba. Waislamu huku wameshaanza kupata kiu, maji yamekwisha, wengine wameshaanza kupata wasiwasi, wengine wamekaa muda mrefu hawajalala, mambo juu ya mambo. Shetani ameshaanza kuatia hofu kama kazi yake, mitihani juu ya mitihani. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم
وليذهب عنكم الرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم الرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Allah anasema idh tastaghithuna rabbakum, kumbukeni mlipokuwa mnamuomba. Kaja kwa sigha ya jamaa. Aliyekuwa naomba ni mmoja tu, ni bwana mtume Muhammad. Lakini Mungu akasema idh tastaghithuna rabbakum, wakati mnamuomba. Na mahala popote ukiomba, hebu ngoja niombe. Nikiomba Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tizama nyinyi mmesema amin automatic. Ndio maana ya idh tastaghithuna rabbakum. Sote hapa, sio mimi tena, ni sote tumemuomba Mola wetu. Na mtume hapo alikuwa ananyanyua mikono anaomba peke yake, lakini nyuma yake alikuwa Abu Bakr na Umar na wengineo wanasema amin amin amin. Sasa Mungu amewa include wote. Fastajaba lakum, Mola wenu amewaitikia dua yenu. Amekuambieni anni mumiddukum, mimi naleta madada, naleta nyongeza, naleta wanajeshi. Ndugu zangu, wanajeshi hawatoki Madina wala Maka, wanajeshi wanatoka mbinguni. Malaika wenye silaha wamefunga vilemba. Ya salam. Lengo ni nini? Wala lengo sio kupigana. Malaika wangepigana ilikuwa natosha mmoja tu, Jibrili apige mbawa zake, maana Jibrili ana mbawa 600. Ma baina janahin ila janahin kama baina samai wal ardh, urefu wa mbawa mpaka mbawa nyingine kama urefu wa mbingu na ardhi, mbawa moja mpaka nyingine. Kuna haja gani ya kupelekea wanajeshi malaika? Si angekaa Jibrili akapiga ubawa wake Mungu anataka kuzungumza na wanadamu kwa kadri ya vichwa vyao, apate kuwapa hamasa fulani. Basi nakuleteeni nyongeza ya wanajeshi kutoka mbinguni, malaika 1000. Si wale ni 1000? Basi nyinyi malaika watakuja 1000, wamefunga vilemba na wana silaha wamebeba, murdifin, huyu baada ya huyu. Wama ja'alahu Allahu illa bushra, hii yote ni Mungu anataka kukupeni habari njema kwamba mtashinda, bishara njema. Usifanye mchezo na watu ambao walipigana bega kwa bega na malaika. Walitatma'inna bihi qulubukum, Mungu analeta hayo nyoyo zenu zipate kutulia. Hakuna kitu kikubwa kama moyo ukitulia. Hawa watu wanahaha, watu hawa wanalala, wakiamka hamu yao ni kula na kulala na starehe, moyo haujatulia. Wanachokipata hakijawatosha, moyo haujatulia. Moyo ukitulia, mtu hajali, atakuwa anamjali Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa moyo umeshatulia. Kuhamahama kutoka hapa mpaka kwenda kwingine, sehemu yote ya dunia unaimaliza wewe, unatafuta, bado moyo una wasiwasi mkubwa. Moyo ukitulia, Mwenyezi Mungu atakupa tumaanina ya hali ya juu na saadatul abadiyya itapatikana. Basi wama ja'alahu Allahu illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum wama an-nasru illa min indillah. Na ushindi unatoka kwa Mungu. Ushindi hautoki kwa waganga, ushindi hautoki kwa wenye mali, ushindi hautoki kwa wenye elimu, ushindi hautoki kwa viongozi, ushindi hautoki kwa jeshi, ushindi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Ni mara ngapi jeshi dogo limeshinda jeshi kubwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu? Kisha anasemaje? Idh yughashikumun nu'as, kumbukeni wakati Mwenyezi Mungu alivyokugubikeni na usingizi. Jamani, mmeona wapi mtu vitani analala? Lakini watu wa Badri walilala wakati panga ziko mbele yao. Mtu ana AK47
RBJ amelikamata hivi, alafu wewe mbele yake unapata usingizi? Kweli mtu analala wakati risasi zinalia, panga zinazungumza juu ya koo za watu, wewe unapata usingizi? Lakini Mungu aliwalaza watu hao, kwa sababu mtu akilala anarudi anapata nguvu na kuwa active. Activity inapatikana pale na shatata amma. Wewe jipeleleze, ukichoka sana ukilala japo dakika 15 unarudi very active, kwa sababu umepata kidogo usingizi. Basi watu wa Maka wa Badri walikuwa walegevu, walipopata usingizi Mungu aliwapa kwa ajili ya wawe active. Yughashikum nuas amanatan min, amani kutoka kwa Allah, wa yunazil alaykum minas samai maa, na Mungu aliwateremshia mvua. Wenye janaba wakakoga, wenye kiu wakajaza maji, wenye kila mmoja akayatumia maji yale. Kisha Mwenyezi Mungu asemaje? Ili apate kuwatahirisha, liyudhhiba ankum rijza ash-shaytan, uchafu wa shetani Mungu anaukosha kwa mvua hiyo. Ile mvua marasharasha yale yalikuwa yakibubujika juu ya vichwa vya ashabu ahlu Badri, ilikuwa inaondosha jeke na uchafu wa shetani aloweka katika miili yao. Anatoka pale mtu naqi safi kabisa. Waliyarbita ala qulubikum, na Mungu atie nguvu katika nyoyo zenu. Wayuthabbita bihi alaqdam, na nyayo kukiteleza, kukiwa na mvua miguu inateleza. Lakini wakati hapo mvua inanyesha, mtu alikuwa akikanyaga kana kwamba kakanyaga juu ya jabali, wale kule wanaanguka tu, kila anaiteleza anaikanyaga anaanguka. Sahaba wanatembea utadhani wako katika majabali. Liyuthabbita bihi alaqdam. Malaika wakaanza kushuka. Sasa vituko vilivyoonekana pale, mtu katika Waislamu anasema, nilikuwa namfuata kafiri hivi anakimbia, namkimbiza na upanga wangu, nanyanyua upanga nataka kumkata kichwa, naona kichwa kinaruka kabla sijapeleka upanga, alafu nasikia mtu anasema aqbil haizum aqbil. Nikamuuliza Mtume ya Rasulullah, nini haizum, nini aqbil? Nimesikia mtu anasema twende haizum, twende, na naona kichwa kinakatwa sijakikata. Akasema huyo haizum ni farasi wa malaika aliyoshuka kutoka mbinguni. Malaika anamwambia farasi wake twende, na hicho kichwa kimekatwa na malaika. Yeye amekutangulia kabla upanga wako wewe umetangulia wa malaika. Ahlu Badr. Bali mmoja katika Uislamu ashakuwa mtu mzima ni kipofu, anasema wallahi, ningekuwa na macho yangu leo ningekuonyesheni pango lile walilotokezea malaika. Masahaba waliwaona hasa wanatoka watu na vilemba, wengine vilemba green, wengine vyeupe. Jibril amevaa kilemba vile vile, na yeye alikuwepo. Allahu akbar. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, yumo. Sasa malaika, je, ni kazi yao kupigana? Sio kazi yao, hawajui kupigana, lakini wamepewa instruction. idh yuhi rabbuka ila almalaika anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Allah anasema nilitoa instruction, idh yuhi rabbuka ila almalaika anni ma'akum. Na hivi vita hawakuwa masahaba peke yao, walikuwa na mtume. Hakuwa mtume peke yake, walikuwa na malaika. Malaika hawakuwa peke yao, alikuwemo Jibril. Na Jibrili hakuwa peke yake, alikuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jeshi litashindwa, yupo mwenyewe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani yupo Mungu? idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum. Mungu anasema malaika, mimi Mwenyezi Mungu niko pamoja nanyi. Fathabbitu alladhina amanu, kazi yenu nyinyi wapeni morali, watilieni nguvu waislamu walioamini. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b, nitatia wasiwasi na hofu katika nyoyo za hao makafiri. Fadribuhum fawqa al-a'naq, nyinyi najua hamjui kupigana, lakini ukifika kile kichwa ndio kilenge kichwa, kata kichwa. Wadribu minhum kulla banan, pigeni vidole vyao. Malaika waliambiwa piga sehemu mbili, kichwa, vidole. Kichwa ukikata kinaruka, na kidole ukipiga upanga na uachia. Hiyo ndiyo ikawa kazi pale. Wakauawa katika makafiri 70, wakatekwa 70, waislamu wakauawa 14. Miongoni mwa makafiri waliokufa, Abu Jahali alifariki. Sasa uliza alimuua nani? Vijana. Muadh
ibn Amr ibn al-Jamuh na Muawidh ibn Afra. Vijana wamemuuliza mmoja katika wanajeshi wa Kiislamu, tumesikia Abu Jahli yupo hapa, hebu tuonyeshe ndo nani. Kwa nini mnamtaka? Tunasikia namkera sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo tunataka tummalize. Kwamba yule pale anasema walianza kumhangaikia kama vile kunguru anavyoshambulia kuku, anatiwa majeraha, anapelekeshwa na watoto mpaka ameanguka. Alipoanguka Abu Jahli, anfasuhu al-akhira, zile pumzi za mwisho, amekuja Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud akaweka mguu wake juu ya kifua cha Abu Jahli. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa akikaa sahaba wa kawaida, yeye akisimama kimo chao ni wote pamoja. Leo ameweka mguu juu ya fua la Abu Jahli, utadhani kaeka mguu juu ya mlima. Anakumbuka, huyu alinipiga bao siku nilipokuwa nikisoma Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Leo ushindi ni wa nani? Abu Jahli anambia, wewe mchunga mbuzi, wewe ondoa mguu hapa. Angalia, linakufa lakini bado lina kejeli. Ya ruwai al-ghanam, wewe kichunga mbuzi wewe, leo umepata fursa kubwa ya kuweka mguu juu yangu. Idhilali iliyoje! Yeye ndo alikimaliza, alikata kichwa kabisa Abdullah ibn Mas'ud, kaenda kakipeleka kwa Mtume. Firauni wa umma amemalizwa hapa katika vita hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi naona wanakuja, ushindi unakuja, malaika wamekuja, Mungu ameleta nyongeza. Waislamu wakakusanya ngawira, akatuma watu kabla hajafika Madina. Mtume, nenda kawaambieni huko tunakuja, bishara ya ushindi, tumeshinda vita. Waambieni watu wa juu na wa chini, al-awali wa sufla. Pale Maka kuna sehemu zinaitwa awali wa sufla. Nendeni mkabashirie huko, watu wanabashiriwa, jama ushindi unakuja. Na huko wanakuja. Wakifika Waislamu wanashtukia Sayyidina Uthman ameenda kumzika mkewe Ruqayya binti Rasulillah, amekuwa mshafariki. Wakifika Madina tu wanakuta watu wanatoka mazikoni, na hii ilimfanya Sayyidina Uthman kuhesabiwa kama ni mpiganaji, kwa sababu nia yake ilikuwa atoke, lakini kwa sababu mkewe mgonjwa alikaa akabakia kumuuguza mpaka amefariki. Sasa habari iliyoko kule Maka, akatumwa mtu naye, wala hajatumwa huyu, aliona baada ya vigogo kuanguka kama majani, akapiga mbio na kwenda kule, anamwambia jamani, kutila Amr ibn Hisham, ameuawa Abu Jahli, kutila Umayya, ameuawa Umayya, kutila Abu al-Bukhturi, ameuawa Abu al-Bukhturi, kutila. Sasa anawahesabu watu mpaka watu, huyu ana wazimu huyu, unadhani hawa vigogo watauawa bure bure? Yani anawahesabu kama maskhara. Safwan, kuna bwana mmoja jina lake nimelisahau kidogo, lakini kesho inshallah biidhnillah, darasa ya kesho, huyu bwana atachukua nafasi kubwa. Namdhania ni Umair ibn Wahab. Anaambia, hebu muulizeni, pengine na mie pia nimekufa. Yeye yuko huko nyumbani, maana anavyohesabu wao kafa fulani, kafa fulani, kafa fulani, kafa. Anawataja Abu Jahli, Utba, Rabia, Shayba, Walid, Utba ibn Rabia, Walid ibn Shayba, wote wamekuwa Walid ibn Utba. Wanakufaji hawa? Hebu muulizeni na huyu bwana na yeye Safwan, vipi kafa na yeye? Ibn Wahab kafa, Umair hebu akamuuliza, huyu bwana vipi, yeye yuko haya ukafa huko? Asema huyo hajafa, huyo si yuko hapa nyumbani kwao. Mimi najua ninachokisema, msifikirie nimechizika, mimi niko na akili. Hao wote wamekufa kweli, hao watu hawakuamini mpaka walipoona kweli, wakasema Muhammad hapa ametuweza. Kisha akasema hakuna kulia, hakuna ruhusa ya kulia. Kwa nini? Wasije wakapata habari tulivyolia ikawa ni hasara zaidi. Msilieni. Walikaa hawalii bwana. Waislamu, kesho insha Allah taala kuna bakia kidogo ya vita hivi vya Badri. Mwenyezi Mungu atuweke hai mpaka tufike. Mnisamehe kwa kukuwekeni siku zote hizo, kwa sababu Ramadhani yote hatukuwa pamoja. Nimetamani kidogo kulipiza zile siku ambazo ilikuwa niko mbali kidogo, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.
وشفيعنا وقدوتنا